Mtazamaji, mambo yameharibika baada ya Tulia Ackson kufutwa kazi bungeni na Samia Suluhu mwishoni mwa mwaka uliopita wa 2025. Sasa Samia Suluhu ampa adhabu nyingine kali Tulia Ackson kwa kumfanyia kitendo hiki kizito serikalini. Jina la Tulia Ackson sasa laondolewa kabisa na kufutwa ndani ya ramani ya CCM, huku Samia sasa pia aenda mbali zaidi kumfuta kazi mumewe Tulia Ackson serikalini. Tulia Ackson alazimika kujibu mara moja kwa kufanya kitendo hiki. Tutajie ili waone aibu, wajitahidi wafanye vizuri. Tuwataje ili kubainisha watendaji au taasisi zitakazobainika kukiuka sheria. Kama kawaida yetu mtazamaji, kabla tuendelee, niambie unanipata vizuri na kunisikiliza ukiwa maeneo gani. Kama upo nje ya nchi, basi niambie unanipata vizuri ukiwa taifa gani, na kama umo humo katika taifa letu la Tanzania, basi niambie unanisikiliza na kunipata vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Wimbi jipya la mvutano wa kisiasa limeikumba Tanzania kufuatia ripoti kuhusu kufukuzwa mamlakani kwa Tulia Ackson na familia yake sasa na kuzua mjadala mkubwa nchini kote. Matukio hayo ambayo yamevuta hisia za wananchi yanahusishwa kwa karibu na maamuzi yaliyotolewa chini ya uongozi wa Samia Suluhu hivi punde. Majadiliano yanapoenea kwa kasi katika mitandao ya kijamii na miduara ya kisiasa nchini, maswali yanaibuliwa kuhusu iwapo hatua za hivi majuzi au za hivi punde ni sehemu ya urekebishaji wa kawaida wa serikali au ni jambo la kibinafsi zaidi na linalolengwa. Hali imebadilika haraka na kuwa mazungumzo ya kitaifa, huku raia, wachambuzi na waangalizi wa kisiasa wote wakizingatia nini maana ya maamuzi haya ya Samia Suluhu dhidi ya Tulia Ackson na familia yake ambaye ni mumewe. Katikati ya simulizi hiyo ni taarifa ya kufukuzwa kazi kwa Daktari James Mwaiyekule ambaye ni mumewe Tulia Ackson ambaye pia aliweza kufutwa kazi mwishoni mwa mwaka uliopita. James Mwaiyekule, mumewe Tulia Ackson, alikuwa ofisa mwandamizi wa serikali ambaye alikuwa akihudumu kama mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji. Kuondolewa kwake mumewe Tulia Ackson katika nafasi hiyo mbaya si tu kumeibua sintofahamu, bali pia kumezidisha minong'ono na sintofahamu za uvumi kutokana na uhusiano wake wa ndoa na Daktari Tulia Ackson. Kwa wafuatiliaji na Watanzania wengi, muda wa uamuzi huu umetafsiriwa kuwa zaidi ya utawala tu, hasa kutokana na maendeleo ya kisiasa yaliyotangulia yaliyomhusisha Tulia Ackson aliyeondolewa kwa hali ya sintofahamu. Hii imesababisha mjadala mkubwa kuhusu iwapo maamuzi ya kitaasisi yanaathiriwa na mienendo ya kisiasa nyuma ya pazia. Misukosuko ya awali ya kisiasa iliyohusisha Tulia Ackson aliyekuwa spika wa bunge la Tanzania mwenyewe unaendelea kubaki kwenye kumbukumbu ya umma na Watanzania pamoja na wafuasi wake, na kuongeza utata zaidi kwa maendeleo ya sasa. Akiwa amewahi kushikilia mojawapo ya nyadhifa zenye nguvu zaidi katika kitengo cha kutunga sheria cha serikali, kuondolewa kwake Tulia Ackson kumeripotiwa kuashiria mabadiliko makubwa katika taaluma yake ya kisiasa. Watanzania wengi walimuona kama mtu mwenye nguvu na ushawishi, na hivyo kumfanya ashuke ghafla kutoka kwenye umashuhuri zaidi, na sasa mumewe pia ameweza kushukishwa leo baada ya kufutwa kazi. Kwa hivyo kila maendeleo yanayofuata yanayohusiana na washirika wake wa karibu au familia yake sasa yanachunguzwa na Watanzania kwa karibu kwa maana ya kina. Mwitikio wa umma umekuwa wa haraka baada ya kufutwa kazi mumewe Tulia Ackson na wenye mgawanyiko mkubwa, huku baadhi ya wananchi wakitafsiri mlolongo wa matukio kama hatua iliyohesabiwa ya kumweka kando mwanasiasa Tulia Ackson aliye na nguvu mara moja nchini na ndani ya CCM. Wengine hata hivyo wamehimiza tahadhari, wakisema kwamba hitimisho kama hilo linaweza kuwa la mapema na sio msingi katika ukweli uliothibitishwa. Mjadala umeonekana zaidi kwenye majukwaa ya kidijitali ambapo hashtagi ama lebo za reli, maoni na sehemu za maoni zimechochea mazungumzo ya kitaifa yanayoendelea sasa hivi mitandaoni. Mkazo wa mijadala hii unaonyesha kiwango cha juu cha maslahi ya umma katika uwajibikaji wa kisiasa na haki.
Wadau wa ndani vilevile na wafuasi wa serikali wamewasilisha mtazamo tofauti, wakisisitiza kwa mabadiliko hayo ya kufutwa kazi mumewe Tulia Ackson hayana hali yoyote ya kisiasa na ni sehemu ya kawaida ya juhudi pana za kuboresha ufanisi na utendaji kazi ndani ya taasisi za umma. Kwa mujibu wa mtazamo huu, marekebisho ya uongozi ni muhimu ili kuhakikisha kwamba washirika ama mashirika muhimu yanabaki kukidhi mahitaji ya wananchi na kuendana na malengo ya maendeleo ya taifa. Kufukuzwa kazi kwa viongozi wakuu akiwemo mumewe Tulia Ackson, Daktari Mwaiyekule ama Daktari James, kunachukuliwa kuwa ni jambo la kawaida katika utawala badala ya kuchochewa kisiasa. Maelezo haya hata hivyo yamefanya kidogo kuwanyamazisha wakosoaji na wachambuzi. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji inayojulikana kama EWURA nchini Tanzania ina jukumu muhimu katika kudhibiti baadhi ya sekta nyeti na muhimu kiuchumi nchini Tanzania, hasa sasa ripoti za kupanda kwa bei ya mafuta zinapoenea. Kutoka kwa kusimamia bei ya mafuta hadi kuhakikisha upatikanaji wa haki wa huduma za maji na nishati, taasisi hiyo ni muhimu kwa utulivu wa uchumi wa nchi, na hivyo inadaiwa wamefanya uamuzi huu wa kumfuta kazi mumewe Tulia Ackson kwa sababu tu ya kuweza kuboresha sekta hiyo. Mabadiliko yoyote ya uongozi ndani ya shirika kama hilo yanalazimika kuvutia umakini kwa kuzingatia athari zinazoweza kujitokeza katika mwelekeo wa sera na utoaji wa huduma. Muktadha huu umefanya kuondolewa kwa Mwaiyekule mumewe Tulia Ackson kuwa muhimu zaidi machoni pa wadau. Wachambuzi wameeleza kuwa kutokuwepo kwa tangazo la mara moja la mrithi wake baada ya kufutwa yeye kazi kumeongeza tu hali ya kutokuwa na uhakika inayozunguka hali hiyo. Mara moja mabadiliko ya uongozi yanaambatana na mipango ya wazi ya mrithi wake au urithi ili kuhakikisha uendelevu na utulivu. Kwa hiyo kuchelewa kutajwa kwa mtu mwingine atakayechukua nafasi yake kumezua mwanya wa kuzua mjadala na uvumi, huku wengi wakijizuia na vigezo gani vitatumika katika kuchagua kiongozi ajaye wa EWURA. Kutokuwa na uhakika huku pia kumeenea kwa wawekezaji na wachezaji wa tasnia ambao wanategemea udhibiti nchini Tanzania. Wakati huo huo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameanza kuchunguza matokeo mapana zaidi ya maendeleo haya katika nyanja ya utawala wa Tanzania, hasa baada tu ya kufutwa mke wake kazi mwaka uliopita, Daktari Tulia Ackson. Wengine wanaamini kwamba hali hiyo inaangazia uwiano kati ya mamlaka ya kisiasa na uhuru wa kitaasisi. Wengine wanahoji kuwa inasisitiza changamoto zinazowakabili viongozi katika kudumisha ufanisi na imani ya umma bila kujali tafsiri. Kuna makubaliano yanayokuwa kwamba matukio yanayomzunguka Tulia Ackson na mumewe yamekuwa wakati muhimu katika hali ya kisiasa nchini. Mwelekeo wa kibinafsi wa hadithi hii pia umevutia umakini wa umma, kwani inagusa makutano kati ya uhusiano wa familia na huduma ya umma. Katika jamii nyingi, miunganisho kama hii mara nyingi huchanganya mitazamo ya haki na usawa katika kufanya maamuzi. Katika kesi hiyo, uhusiano kati ya Tulia Ackson na Mwaiyekule umekuwa kitovu cha mjadala, huku baadhi wakihoji iwapo unapaswa kuwa na uhusiano wowote na maamuzi ya kitaalamu. Hata hivyo, kipengele hiki kimeongeza safu ya hisia kwa suala ambalo tayari ni tata na la kisiasa. Ni hayo tu mtazamaji niliyojaliwa kukuandalia katika video ama taarifa hizi. Ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na kufutwa kazi kwa mumewe Tulia Ackson ambaye ni Daktari James Mwaiyekule. Vilevile mtazamaji, kumbuka kulike video hii kisha usubscribe, alafu chukua sekunde yako moja ama mbili kubonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.